Na siku ya jana tuliweza kuzungumzia kuhusu sio mapenzi ya Mungu mwanadamu aweze kumtawalia mwanadamu yule mwingine. Mapenzi ya Mungu ilikuwa namna hii, mwenyewe aweze kututawalia sisi wote, aweze kuwa yeye ndiye mtawala katika maisha yetu kila siku, kila wakati. Sababu Mungu anajua ya kwamba wakati wote anapotutawala, wakati wote anaotuongoza, tukikubali mwongozo wake, tutaweza kuingia katika uwezo na katika mamlaka, na tutaweza kushinda yale yote yapinganao nasi katika maisha. So ninashukuru Bwana sana, si mwingine ni Apostle Lydia. Yeye nimekuja ndio niweze kunena pamoja nawe katika uwezo wa Bwana ule ametupa tuweze kuzungumzia mimi na wewe na kuandamana pamoja mimi na wewe. Kwa hivyo si mapenzi ya Bwana mwanadamu aweze kumtawalia mwenzake. Mapenzi ya Bwana ni sisi wote tuweze kutawaliwa naye, kila mmoja aweze kuwa na freedom. Kila mtu aweze kuwa na freedom, aweze kuwa na amani, aweze kuwa na mwongozo utokae kwake kwa uwezo wote. Naomba wale tulio ndani, ninaona watu wanaendelea kuingia, tuweze kutafuta our friends, ndio tuweze kuingia sisi wote pamoja, ndio tuweze kubarikiwa pamoja. Mahali tumefika ni Bwana wetu Mungu ametusaidia. Sasa nataka tuombe. Nataka tuweze kuomba, na tukiendelea na kuomba tutaweza kupata nafasi ya kuzungumza. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka na uwezo wote. Umetupa kibali kikuu sana ndani ya mioyo yetu na katika akili zetu, ukasipatia hekima. Umefanya Bwana Jehova Jire tuweze kuwa na akili njema kwako wewe, kwa sababu wakati mtu amepata akili njema, kuna mambo yanafanyika tofauti kuliko yale yafanyikao miongoni mwa watu. Akili zako Bwana zimepita akili za ulimwengu. Akili zako Mungu zimepita akili za chochote kile kiko katika ulimwengu tulio ndani yake. Na ndio Bwana Jehova Jire, wakati mwanadamu amepokea akili zako, anapokea hekima yote, uwezo wote, mamlaka yote na nguvu zote. Bwana wetu anapokea understanding na hata revelation. Nguvu zako Bwana Jehova Jire zimetumsimamisha katika uwezo wako Bwana Jehova Jire. Na ndio tuko hapa Mfalme, tukinena utukufu na nguvu, na tukiinua jina lako Bwana, tukilibariki, kwa sababu tumeona na tumesikia mambo yale yote Bwana umetufanyia katika neno. Asante ni kwa sababu wakati ulipopeana neno, haukuchagua ni nani atakalo lihubiri. Ulituita sisi wote ndio tuweze kuwa kila mmoja kwa mwingine, na ndio sisi wote tuweze kubarikiana mmoja kwa mwingine, tuinuane mmoja kwa mwingine, na tuweze kubadilishana na kutiana nguvu mmoja kwa mwingine. Asante ni kwa sababu ya kutufanya tuweze kutambua haya yote, na ndio Bwana Jehova Jire tuweze kukaa katika nafasi hiyo, na ndio tutende kulingana na vile upendavyo. Twakuinua Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe umetubariki na afya, wewe umetubariki Bwana na amani, wewe umetubariki Mfalme wa ajabu na uzima wa umilele. Wewe Bwana Jehova Jire uliona tunafaa kuitanishwa pamoja nawe. Twakuinua mtakatifu, twakutukuza mtakatifu, kwa sababu ya pendo lililo ndani yako. Pokea sifa wakati huu tunaenda kunena. Ninaomba Bwana Jehova Jire,
Ni kwa sababu ya mioyo yetu na mambo yale Bwana imetusungukia. Ninaomba Bwana Jehova Mungu wetu, neno lako wakati linapoingia ndani yetu lipate nafasi na kibali cha kufanya kazi ndani yetu mfalme. Na ndio tuweze kuandamana sisi wote pamoja kulingana na vile wewe upendavyo. Asante ni kwa sababu kazi yako inaendelea kufanyika. Kazi yako inaendelea Bwana Jehova Jire ikifanyika kulingana na vile upendavyo wewe mfalme, katika jina lako Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu kwa wakati huu Bwana Jehova Jire. Ninajua kila mmoja wetu ako na mwelekeo, na kila mmoja wetu Bwana, nguvu zote na maufalme yote imeshindwa na iko chini ya miguu yetu wakati huu tunaoandamana na kupelekana vyema kulingana na vile upendavyo. Asante ni kwa sababu ya watu hawa tunafanyanga kazi pamoja nao. Hawa Bwana Jehova Jire wakubukao marafiki wao na wapenzi wao na watoto wao, ndio tuweze kubarikiwa sisi wote pamoja kulingana na vile Bwana mfalme wewe upendavyo. Pokea sifa na utukufu. Asante mfalme, ni kwa sababu ya upendo na nguvu na mamlaka, katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. 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 Yes. Wakati huu kama vile tumenena na wewe pamoja, nikasema ya kwamba jana tuliongea tukaona ya kwamba unajua kuna kitu moja nilitambua ndani ya maandiko. Bereni nilikuwa ninafikiria maandiko yanena tu juu ya uponyaji. Kama zamani ndio nilikuwa ninafikiria hivi. Nilikuwa ninafikiria kwamba neno la Bwana linanena tu kuhusu uponyaji. Nilikuwa nafikiria linanena tu kuhusu utabiri. Nilikuwa ninafikiria linanena tu kuhusu upendo ule wa ile aina. Sikuwa ninatambua ni upendo wa aina gani. Lakini siku ya leo mahali hapa Mungu ametupa kibali ya kutambua mambo katika na njia nyingine mpya. Ametupa kibali ya kutambua neno lake katika mapenzi yake na katika mwongozo wake na katika vile anavyotaka tuweze kumtambua yeye katika neno kulingana na vile apendavyo. Kwa hivyo asubuhi ya leo watu wa Mungu, ninazungumza nikijua ya kwamba Roho wa Bwana yu pamoja nasi sisi wote, ndio tuweze kuzungumza mausia ya Bwana, tuweze kuzungumza kibali cha Bwana na uwezo wa Bwana, na ndio tutiane nguvu mmoja kwa mwingine, tuweze kunena yale yote Bwana anayoyahitaji tuweze kuyanena. Tunayazungumza ni kwa sababu ametupa nafasi hiyo. Na mtu wa Mungu, nikuelezee nikuambia ya kwamba kila mtu amepewa kibali hicho. Uko na kibali kama kile niko nacho. Uko na nafasi kama ile niko nayo. Mungu amekupa akili njema. Mungu amekupa Roho wake Mtakatifu, yule atakaye nena mausia ya Mungu kulingana na vile Bwana anayekusudia. So kuhubiri si kwa mtu fulani, kuhubiri ni kwa sisi wote. Kuhubiri si kwa mtu fulani, kuhubiri ni kwa kila mmoja wetu yule amezaliwa katika ulimwengu tulio ndani yake. Tumeitwa ndio tuweze kuhubiri. Tumechaguliwa na tukapewa kibali hicho ndio kila mmoja aweze fanya mwingine asimame katika mwanya. Bwana asifiwe. Hakuna mtu awezaye kujitia nguvu wakati ule moyo wake umeinama. Na wakati tunapotambua mambo kama haya, kila mmoja anasimama katika mwanya wa kufanya mwenzake apokee neema ya amani ndani ya moyo wake. Ni kwa sababu tumegawiwa kila mtu na kipimo chake. Amani ulionayo inaweza kunisaidia mahali mbali sana. Upendo ulio nao unaweza nisaidia mahali mbali sana. Usipime upendo wako uone kama ni kidogo. Usipime amani ulio nayo uone kama haiwezi saidia. Wakati unapo nisungumzia, wakati unapo ninenea, wakati unapo nifundisha, mtu wa Mungu, unaniongezea
unaniongezea nguvu na uwezo wa kutenda kazi ya Bwana. Haleluya. Unaniongezea nguvu na mamlaka ya kuweza kutenda kazi ya Bwana, na unanitia nguvu ya kufikia mtu mwingine ubali alipo. Kwa hivyo ndio asubuhi ya leo ninapokunenea, ninakunenea ndio nikutie nguvu, na wewe unaninenea ndio unitie nguvu. Una subscribe ndio unitie nguvu, ndio niweze kufikia watu wengi ubali walipo. Bwana asifiwe. Sikuwa nafikiria ninaweza fikia watu hata wako nje ya nchi, wacha wale ninajua, hata wengine. Lakini nakuta ninawafikia watu wengi kuliko vile mawazo yangu ilikuwa inafikiria. Sababu katika mawazo ya mtu amezoea kile amezoea, lakini mapenzi ya Bwana, moyo wa Bwana hakuna mazoea. Mungu yani anatenda mambo kupita kiasi, kupita akili zetu, kupita vile tunavyofikiria. Anatenda mambo makubwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nafasi hii nataka tuweze kuangalia neno pamoja, na tukiendelea na kuangalia neno pamoja, tutabarikiwa sisi wote pamoja. Tutainuliwa sisi wote pamoja. Tutabarikiwa sisi wote pamoja. Nataka tuweze kuangalia neno katika kitabu ya, nashukuru sana Beatrice kwa sababu pamoja na Radio Irish, sababu ya kuwa tukiwa pamoja na kina Jose Wawesh, tutaweza kufanya watu wengi waweze kuingia katika nafasi hii. Katika kitabu ya James, nataka tufungue pamoja nawe katika kitabu ya James 1. Katika kitabu ya James 1:13. Katika kitabu ya James 1:13 tutaweza kuangalia neno la Bwana mahali pale. Wacha tusome. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Huyo ndio yule Mungu tulio naye. Huyo ndio yule Mungu aliye ndani ya mioyo yetu. Anaendelea kutuambia kwamba mstari wa 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Haleluya, Bwana asifiwe. Number 15. At then when lust had conceived, it bringeth forth sin, and the sin, when it is finished, bringeth forth death. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba, huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Number 16. Do not err, my beloved brethren. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Number 17. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Bwana asifiwe. Akasema kila
kutoa kuliko kwema, kila kutoa kuliko kwema, na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Kutoka mwanzo wa Mungu alikuwa Mungu mwaminifu, Mungu mwema, Mungu mkamilifu, Mungu mwenye nguvu. Na hakuna mahali isipokuwa tu ni vile kulingana na vile Biblia ilikuwa inaandikwa na wale walioandika. Wengine kuna watu walikuwa wanaandika vile Mungu anavyosema, na hata wanaandika mawazo yao. Hata kuna mahali mtumishi wa Bwana Paul aliandika akasema, na hayo si Mungu amesema, ni mimi nimesema. Akasema hivyo. Kwa hivyo katika neno tunaweza pata moyo wa mwanadamu ukiwa umeandikwa pale, na tena tunapata moyo wa Mungu ukiwa umeandikwa pale. Nalo neno la Bwana limesema ya kwamba mstari wa 17 verse imetuambia ya kwamba vizuri imetuambia kwamba wacha nikusomee, kila kutoa kuliko kwema, na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, si miongoni mwetu, ni mbinguni, yatoka juu, alafu hushuka kwa Baba wa mianga. Jambo lolote lile lililo sawa, lililo kamili, baraka yoyote iliyo jema, ni ile itokao mbinguni, ni ile itokao kwa Bwana wetu, Baba wetu Mungu, kutoka mbinguni. Alafu kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Yale Bwana alihakikisha kutoka mwanzo, from the beginning of the world, even before, Bwana hajawahi geuka. Na Bwana wetu Mungu hajawahi sema jambo alafu akakosa kulitimiza. Kwa hivyo wakati Mungu anavyosema umebarikiwa, kwa uhakika hivyo amesema, hivyo ndivyo ilivyo. Hivyo amesema, hivyo ndivyo amemean, na hivyo ndivyo amesema. Yani kubariki kwake, amebariki. Na asemi nimebariki wa Jaruo, nimebariki wa Kikuyu, nimebariki wa Kisii. Hapana, ulimwengu mzima Bwana aliubariki. Bwana alibariki ulimwengu mzima kutoka mwanzo. Alitubariki sisi wote, alituinua sisi wote, alitupatia nafasi ya kuwa pamoja naye sisi wote. Hakupatia mtu fulani na fulani, hawa wengine wagawiwe na fulani. Hapana, Mungu alitupatia kile kibali sisi wote, ndio tuweze kusimama katika nafasi hiyo, kila mmoja. Hakuna mtu Mungu amesimamisha akiwa tegemeo kwa watu wengine. Mungu ndiye amejisimamisha yeye mwenyewe akiwa tegemeo la watu wote katika ulimwengu.
Kwa hivyo wakati anasema yeye hana kivuli cha kugeuka geuka, ni kusema ya kwamba vile anavyosema yeye ni Mungu asiyegeuka geuka. Yeye ni Mungu mwenye hakuna kitu kinaweza mbadilisha. Kile alisema mwanzo, hivyo ndivyo alivyo hata sasa. Yeye ndiye mwanzo na ndiye mwisho, Alpha and Omega. Yale aliyosema hakuna mtu awezaye kuibadilisha, na vile alivyosema from the beginning, hivyo ndivyo kulivyo, na chochote kile hakijaandikwa katika Genesis 1 and 2, hata kikiandikwa wapi kwingine, hakijatoka katika kinywa cha Bwana. Kile kimeandikwa katika Genesis 1 and 2, katika uumbaji wa Bwana. Hiyo ndio kazi ya Mungu ile ilifanyika kutoka mwanzo. Haya mengine yamekuja, mambo yale yamekuja, watu wanatarajia na wanafikiria yametoka kwa Mungu na haijaonekana katika Genesis 1 and 2. Hiyo ni mawazo ya watu na hiyo haijatoka katika kinywa cha Bwana. Bwana asifiwe. Sababu chochote kile Mungu alihakikisha from Genesis 1 and 2 ndio kinazungumziwa kutoka Genesis 1 mpaka Revelation, kama kutoka Genesis to Malachi, from Matthew to Revelation. Yanayozungumziwa ni yale yaliandikwa from Genesis 1 and Genesis 2. Uumbaji wa vitu vyote vilivyo katika universe, katika ulimwengu. Kwa hivyo tukiangalia hili neno tunalozungumzia kwa wakati huu, tunaona ya kwamba mwanadamu, mambo mengi yamehusika kutokana na mwanadamu. Mambo mengi yamefanyika katika ulimwengu inahusika kutokana na mwanadamu. Sisi wanadamu tumehusika na mambo mengi sana, yale haimo ndani ya Genesis 1 and 2, yale Mungu aliumba. Na tukiwa pale katika kitabu hiyo ya James 1:13 to 17, mengi yameubika ndani yetu kwa sababu ya tamaa. Tamaa ndani ya mwanadamu ilianza from Genesis 3. Mwanadamu hapo ndipo alinenewa na Mungu. Mwanadamu alinenewa na Mungu na akahakikishiwa ya kwamba mambo mengine ukiyafanya italeta maafa. Tukiangalia pamoja nawe katika kitabu ya Genesis, acha tufungue Genesis 3. Genesis 2, mwanadamu alianza kazi Genesis 2. Na hapo ndipo alianza kuharibu kazi ya Mungu. Hapo ndipo mwanadamu alijiletea kifo from Genesis 3. Lakini Genesis 1 and 2 Mungu aliongea moyo wake mwenyewe na kupanga ulimwengu vyema kulingana na vile unavyokuwa hata sasa siku ya leo. Lakini wakati mwanadamu alipoingilia, aliharibu mambo mengi sana. Yani alileta tofauti kubwa ya kuharibu, acha niseme hivyo. Katika kitabu ya Genesis 2, turudi nyuma kidogo. Genesis 2 mstari wa 17. Wacha tuangalie pamoja nawe Genesis 2
17. Neno linasema wacha tuanzie 16. Neno linasema, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Mapenzi ya Mungu ni yeye atuongoze mwenyewe. Sababu ni gani? Yeye ndiye ajuaye. Yeye ndiye mwanzilizi wa kila jambo katika ulimwengu. Weniwe kiambĩrĩria kia maundu mothe thĩinĩ wa thĩ. Weniwe mũmbi wa indo ciothe thĩinĩ wa thĩ. Weniwe woĩ ũrĩa ageka thĩno tũrĩ nĩguo akinyanĩrie matanya make. Kwa hivyo hata wakati ule alipomuumba mwanadamu, alimuumba akijua ya kwamba mwanadamu hakuna kitu ajuavyo. Hakuna kitu ajuacho. Yeye ndiye kila kitu. Kwa hivyo hata wakati ule ilifika, wakati alimuumba na akamweka katika shamba la Edeni, neno linatuambia kwamba wakati ilifika verse 16, Genesis 2:16, alimwambia mwanadamu kwa sababu ya upendo, kwa sababu ya kuhakikisha mambo yote ya mwanadamu pamoja na Mungu inaenda salama. Inaenda salama sawa. Uongozi wa Mungu unaleta manufaa. Akamwambia mwanadamu, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Mungu mwaminifu, Mungu asiyegeuka, akamwambia mwanadamu, nimekupatia freedom. Freedom of choice. Miti yote ndani ya hii shamba unaweza kula. Unaweza kula. Thou mayest freely eat. Bwana Mungu akamwagiza huyu mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Akampatia nafasi yote ya kujitawala na vyovyote na chochote kilicho ndani ya shamba la Edeni. Lakini huyo tu Mungu hakuachilia mwanadamu, sababu jicho la Bwana na mawazo ya Bwana iliona katika miti yote ya shamba kuna mti mmoja haufai kutumika na mwanadamu kwa sasa. Bwana akona jicho la kuona. Bwana akona jicho la kuona, na ndivyo aliweza kumhatarisha mwanadamu. Akamwambia namba 17, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Lakini walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Akamhatarisha. Bwana ametumia nafasi hii na njia hiyo. Kwa nini? Sababu ya upendo. Upendo wa Bwana ulianza from Genesis 1. Na Genesis 1, hiyo ni wakati ule Mungu alianza kuumba ulimwengu. Before the foundation of the earth, Mungu alikuwako pamoja na Mwana na Roho, na walikuwa yani mahali pale wakiwa ushirika mmoja katika their fellowship. Walikuwa wanajua, walikuwa wana
upendo, na walikuwa wanajua ya kwamba kuna kitu moja wamekosa. Kuna kitu moja wamekosa na kinafaa kuwa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Kama hawangekuwa na hiyo fikira, ulimwengu ungeumbwa wa nini? Vitu vyote vilivyomo ndani ya ulimwengu vingeumbwa vya nini? Sifurahishe nani? Na Mungu wakati alipoviumba, wakati aliposema ni vyema, alimpa mwanadamu nafasi ya kuzitawalia na kufurahia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata wakati Mungu na Roho na Kristo mwana walikuwa pamoja, walikuwa wanaelewa na wanajua ya kwamba kuna kitu moja wamebakisha kufanya: kuumba mwanadamu kwa mfano wao. Na yule mwanadamu ameumba atakuwa chini ya mamlaka yake. Kwa hivyo mwanadamu yule Mungu aliumba, alimuumba akiwa chini ya mamlaka yake. So mwanadamu hakuwa na nafasi ya utawala wake mwenyewe. Utawala wa mwanadamu wote ulikuwa utoke kwa Mungu. Haleluya. Na ndivyo Mungu naye katika utawala wa mwanadamu, Mungu hakupatia mwanadamu utawala wa mwanadamu mwingine. Alimwambia kwamba 26 alisema tuumbe, yani wacha tuangalie na wewe Genesis 1:26. Genesis 1:26 alisema alimpa mwanadamu mamlaka na uwezo wote na akampa utawala. Katika Genesis 1:26 akasema, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have. Yes, and let them have. Kwa hivyo hata wakati Mungu alisema tubuumbe, and God said, let us make man in our image. Let us make man. Man. Hakusema mans. Alisema man, ikasimamia Adam and Eve. Sababu hapa chini ninaona inasema make man in our image, after our likeness, and let them. Them mean ni wengi. Kwa hivyo wakati alisema wacha tumuumbe mtu kwa mfano wetu na tuwape dominion. Haleluya. Mara moja kusema hivyo, Adam and Eve katika ulimwengu wa rohoni waliweza kuubika. Akasema, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Hakupewa utawala juu ya mtu. Alipewa mamlaka, utawala. Wacha tusome Kiswahili. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Tukiangalia neno kulingana na mawazo yetu, tutamuona mtu. Na kusema man ni plural, si singular. Na wakati ule sasa alisema hivyo, hata Kiswahili inasema wakatawale, lakini pale juu ni mtu, si watu, mtu. Kwa hivyo hii ni lugha ya kiungu. Hii ni lugha ya Biblia, sio lugha ya English. English tutamuona one. Bwana asifiwe. Lakini kulingana na msemo wa kibiblia wa kiungu, kuna vile inavyo
nena na kutamka. Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu, nafurahia sana ufunuo, understanding ya neno la Bwana, sababu ya nilikuwa sijaelewa tamko la neno la Bwana, lakini sasa Mungu anaendelea kitusaidia kulitambua na kulielewa kidogo kidogo, ndio tuweze kusaidika sisi wote katika nafasi ya Bwana. Haleluya, Bwana asifiwe. Kulingana na hili neno, ninaona ya kwamba wakati Mungu alipowaumba, tunaona ameandika Genesis 1 and 2. Genesis 1 amempa mwanadamu uwezo, dominion, utawala juu ya wanyama na vitu vyote vilivyo katika ulimwengu, lakini hajampa utawala wa mwanadamu mwenzake. Ni adoma agere hau akiuga aterere Adamu le atawale andu aria othe meguka thi. Todo obi wa Ngai we Genesis 1 na Genesis 2. Na yale yote Mungu alitaka yaweze kufanyika, ameiandika Genesis 1 na Genesis 2. Bwana asifiwe. Kwa hivyo chochote kile akijadikwa Genesis 1 and Genesis 2, hakimo ndani ya kutoka ndani ya moyo wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo mwanadamu akapewa uwezo na nguvu na ufalme wa kutawalia vitu vyote vilivyo ulimwenguni. Nashukuru Bwana sana, kwa sababu wakati Mungu alisema na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu, alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, sababu alitaka mwanadamu Mungu aweze kuwa yeye ndiye mtawala. Yeye ndiye mtawala wa mwanadamu, yeye ndiye kiongozi wa mwanadamu, naye mwanadamu akapewa uongozi wa vitu vyote vilivyomo ulimwenguni, aweze na tena hata kama asitawalia ni kwa hekima ya Mungu, sababu pasipo ile hekima ya Bwana, hata hao wanyama na vitu vyote vilivyo ulimwenguni mwanadamu hangeweza kuitawala. Na tunaona katika hiyo Genesis 2, mstari huo wa 16 and 17. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Amempa nafasi ya kutumia mti wowote ulio katika shamba la Edeni, aweze kula mazao ya hiyo miti. Lakini number 17 akazungumza na mwanadamu akasema, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Warakini, mti wa matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Yes, mimi nauona upendo. Mungu hakutaka mwanadamu afe. Mungu hakutaka mwanadamu aingie katika maafa. Na ndiye Mungu alikuwa anapenda. Na ndiye
Mungu alitaka kumtawalia mwanadamu. Ndio wakati wowote mwanadamu anaweza kwenda na aingie katika hali fulani, Mungu anamfanya nini? Anamuokoa. Mawazo ya mwanadamu isifike katika nafasi ya kupokonya amani ndani yake, ya kumuondoa katika pendo la Mungu. Lakini mwanadamu ni nani? Mwanadamu na akili zake dogo akaona kama pengine akaona kama Mungu anakawia. No enda ugo neke. Ndaigo gwe todo muthi ugo nigwa tumonaga. Ngai ni karire muno kundathima. Ngai ni karire muno ona kuja magathia gucogotha Ngai. Nginya kuri oguo ire maine makihoya makihingaga macogothe Ngai ni guari. Dena we haha todo. Tumefika kiwango ya kutotambua mwenendo wa Mungu, moyo wa Mungu, mapenzi ya Mungu. Tunataka kwenda sisi yani hatutaki kuongozwa, tunataka tuweze kujiongoza. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Huyo ndio yule mtu Mungu aliumba, na kutaka awe na mamlaka yake mwenyewe. Alitaka yeye Mungu aweze kuwa na mamlaka juu yake. Lakini wakati tunaangalia katika Kutoka Genesis 3, tunaona mwanadamu alikataa uongozi wa Mungu mwenyewe. Akakataa uongozi wa Mungu, akageuza yale yote Mungu alikuwa ameyanena na kumhatarisha. Na hapo ndipo tunavyoona ya kwamba kifo Mungu alipokinena ya kwamba mkila mti wa ujuzi wa mema na mabaya kwa uhakika utakufa. Hayo ndiyo mwanadamu aliyachukulia na akafanya kuitenda. Alidharau mwongozo wa Mungu, alidharau msemo wa kinywa cha Bwana, akajiongoza, akajipeleka kulingana na vile alivyoona ni vyema. Mwanadamu akakataa mwongozo wa Mungu, akajiongoza. Tukiangalia katika hiyo Genesis 3, tunaona ya kwamba hiyo Genesis 3 mstari wa ile nitakwambia mstari wa 5, acha tuanzie wa 5. For God doeth know that in the day you eat thereof, then nataka uweze kuelewa kusikiliza hapa. Sikuwa nataka kuanzia huko juu, lakini wacha kwanza niweze kunena kidogo hapa. Wacha tuanzie 2:3-1. Wacha tuanzie 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, had God said, you shall not eat of every tree of the garden? Ebu sikiliza. Sasa kumefika kuwa na sauti mbili, si moja. Sauti ya Bwana ile ilitangulia kuambia Adam and Eve, Adam, uzile mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na ukikula kwa hakika utakufa. Huyo ni sauti ya Mungu iliyomnenea Adam. 3, Biblia inatuambia ya kwamba, inasema ya kwamba basi 2, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Ile sauti ninataka uweze kuelewa ni ya kwamba wakati Mungu aliposema usile mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na kwa uhakika ukikula mtakufa, Adamu akapokea hiyo nafasi. Number 3, serpent naye akaja
Ile kitu inanifurahisha ni ya kwamba walichanganya sauti ya Mungu na sauti ya shetani. Waliachana na sauti ya kwanza, wakaipokea sauti ya pili. Na wakati walipopokea sauti ya pili, sauti ya pili ikawa si ya Mungu. Sauti ya kwanza wakati walipoikataa, walipoipinga ndani ya mioyo yao, haikufanya kazi tena. Sauti ya pili wakati ilipoingia ndani yao, ikafunika sauti ya kwanza. Kwa hivyo sauti ya kwanza ikakosa nguvu. Sauti ya kwanza ikakosa mamlaka. Sauti ya kwanza ikakosa uwezo. Mtu wa Mungu, kulingana na neno, wakateremuka. Ni wacha tuendelee, tuteremuke twende 4. And the serpent said unto the woman, "Yeah, shall not surely die." Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Soma yote, sio ndio ujue kwa nini tumesoma namba 4. Kwa hivyo wakati ule shetani aliendelea na kuongeleshea nani? Mwanamke. Ile sauti ilificha kabisa sauti ya Mungu. Na sauti ya Mungu ikawa haina uwezo tena, haina nguvu tena. Sasa mwanadamu amechukua mamlaka mengine. Ametoka kwa yule alikuwa anataka aweze kumuongoza. Sasa ameingia kwa mwingine. Yule hata hajui alitoka wapi. Yule hakumuumba. Yule yani ni kuubwa, ameubwa kama vile yeye ameubwa. Kwa sababu hata Lucifer mwenyewe ni malaika tu wa kuubwa na Bwana. Lucifer, huyo angel Lucifer, huyo alikuja kugeuka kuwa Shetani. Biblia inasema ya kwamba yeye alikuwa malaika kawaida tu. Ni malaika wa kuubwa. Haleluya. Ni wa kuubwa tu. Kwa hivyo chochote kile kilikuwa katika ulimwengu kilikuwa kimeubwa. Haleluya. Na ndio Mungu asiye wa kuubwa na Mungu asiyejulikana mahali alipotoka alikuwa anataka kuwa na mamlaka juu ya mwanadamu. Naye mwanadamu atawalie hivi vingine vyote. Haleluya, Bwana asifiwe. Lakini nyoka Shetani kupitia nyoka akanena. Number 5. For God doeth know that the day you eat thereof, then your eyes shall be open, and you shall be as gods, knowing good and evil. Mungu alimwambiaje pale juu? Lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya, tree of knowledge of good and evil, mayest not eat. Bwana asifiwe. Lakini mwanadamu kwa tamaa ilianza katika Genesis 3. Genesis 1 and 2 hakukuwa na tamaa yoyote, sababu ilikuwa kazi ya Mungu mwenyewe. Yeye ndiye yeye ndiye aliyeifanya from Genesis 1 and Genesis 2. Hakukuwa na ubaya wowote, hakukuwa na shida yoyote, hakukuwa na tatizo lolote. Genesis 1 and 2. But Genesis 3 matatizo yakaanza kuingia wakati ule mwanadamu alipewa mamlaka ndani ya shamba la Edeni. Akakosa kufuata mauzia ya Bwana, akafuata moyo wake. Na ndio hapa sasa naye nyoka kupitia Shetani aliweza kuimba moyo wa mwanadamu. Lakini hebu nikuulize, Shetani ama hii nyoka, ni nani alipoteza sauti ya Mungu? Shetani na Adam.
Ni nani alitumika kwa njia baya? Ni nani alikosa kutimiza mapenzi ya sauti ya mtu wa kwanza? Ni Adam. Kwa hivyo Adam, yeye ndiye chanzo cha ubaya wote katika ulimwengu. Adam, kulingana na hili neno tunalolisoma, tukilisoma kwa moyo na akili za Mungu, Adam ndiye alisababisha maafa iweze kuwa katika ulimwengu. Na tutaangalia pamoja nawe, kifo si Shetani alipokileta, kifo si Mungu alipokileta. Lakini tukiangalia nawe mahali fulani, tutaangalia saa hii. Wacha tuone number 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eye, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her. Kwa hivyo si mtu alienda kutafuta. Kwa hivyo hata wakati nyoka naongea, mwanaume yupale, yule alisikia sauti kamili, yule wale walionenewa na Mungu pamoja. And he did it. Hallelujah, Bwana asifiwe. Number 7 and number 6, Adam and Eve, pasipo kufuata neno la Bwana, walifuata neno la mnyama. Hallelujah. Walijidimote mpaka wanyama wakawa sasa watawaongoza through Satan. Bwana asifiwe. Mwanadamu ni mtu wa kuondokea Mungu atawaliwe na kitu chochote katika ulimwengu. Na ndio unaona hata sai tutawaliwa na fedha. Kile ulipewa uweze kukitawalia, kinakutawalia, kinapingana nawe. Number 2, tunatawaliwa na vitu vyote. Manyumba inatutawala, hali zinatutawala, ujinga katika akili zetu zinatutawala, magonjwa yanatutawala. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni watu wasipofuata mapenzi ya Mungu, tuafuata yale tunayo yataka kufuata. Na mwanadamu mahali pale, hali mambo yake yote ikakwisha, akajitengenezea kifo, akajitengenezea uharibifu mwenyewe kwa sababu ya tamaa. Ile tamaa ilifanya waweze kula tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Lile walikuwa wameambiwa msilitumie, msitumie hilo tunda. Bwana asifiwe. Na ndipo mstari huu uko chini, wakati ule namba 8 Biblia inasema Mungu akamuita Adam katika shamba la Edeni. Na Adam wakati aliposikia sauti yake alijificha. Number 9 akauliza, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? And number 10, and he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Mungu akastuka. Number 11 akamuuliza, and he said, who told thee that thou wasn't naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? Ebu tusome na Kiswahili. Akasema,
Ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Kwa nini Mungu alimuuliza hivyo? Sababu from Genesis 1 and Genesis 2 hakuna mahali Mungu alikuwa ameandika I'm naked. Hakuna mahali Mungu ameandika ama akauba kitu inaitwa naked. Hiyo ni sauti ngeni ilitoka katika kinywa cha Adam. Sauti ile Mungu hakuwa ameitamuka hapo bereni. Sasa ikaonekana ya kwamba ameanza kutamka kama yule amemnenea wa pili. Wa pili amenena negative, hakunena positive. Wa pili ndani ya Adam and Eve amenena ya kwamba umepungukiwa, nimejiona nikiwa uchi. Naye Mungu akamuuliza, na no kwelire atewejaga? No kwelire atewejaga? Kiugojaga orutireko? Kiugojaga nege ya Saitani. Niki kiuwa uroiga? Kurarire muture ndira kwelire ndukanare. Kurarire. Sababu shida yote ilitoka katika kupinga sauti ya Mungu, akaichukua sauti ya Shetani. Lakini utazame uone, si Shetani ameabukiza mtu kura tuda. Ile hau ni wakona thina, na nikiendo maturaga maugaga ni Shetani yohetithirie ndenda gukwira ucio ni wana. Shetani ndano ya itunda gwikira kanwa. Shetani ndegũkuohete kana nyoka ndegũkuohete hĩndĩ gũkwarageria na yakuohera rũhiũ kana mũcinga atĩ no nginya ũigwe no nginya ũrĩe. Koguo wĩkire maũndũ maku freely wendo waku nĩguo wĩkire. Mtu akafanya mapenzi yake kulingana na kile kilichomnenea, kwanza kwa kupinga sauti ya mtu wa kwanza, akachukua sauti ya mtu wa pili. Bwana asifiwe. Ginyagai yake maka, umetoa wapi hiyo neno atiwejaga? Nani amekwambia uuchi? Umetoa wapi hiyo? Mateso tulio nao mengi hata saa hii imetuzunguka, hata wakati huu ninaongea. Sauti zile tutoacho katika kinywa chetu ni sauti isiyotoka kwa Mungu. Sababu kama saa hii Mungu anatuambia nimemponya, nimemtajirisha, nimempa afya, nimemuokoa, lakini wasema mimi nitaokoka kesho. Sauti ya Shetani. Wewe unaonanga wale wametajirishwa, hauoni utajiri wako wewe. Na Mungu kweli amesema nimekufanya kuwa tajiri. Nimekupa afya. Haleluya. Tuanena kinyume na sauti ya Mungu. Tuanena yale yote tunayotaka kunena kinyume na msemo wa Mungu. Hebu mtu wa Mungu ndio uone, si Shetani alileta kifo, si Shetani alileta maafa, na si Mungu alileta maafa. Pati ya Mungu ni Genesis 1 and Genesis 2. Hakuna mahali aliumba kifo. Number 2, Genesis 1 and Genesis 2. Hakuna mahali Mungu aliumba darkness. Lakini tukiangalia nawe katika neno, jambo la kwanza katika kitabu ya Roman. Na unajua utawala wa mwanadamu ulikwisha wapi? Hapo. Katika kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya. From there, huyu mwanadamu utawala wake wote, nguvu zake zote, mamlaka yake yote, uwezo wake wote
ukakwisha. Yale yote yalikuwa amepewa, uongozi wote wa Mungu ukaondoka, yule mtu akafa katika maisha yake ya rohoni, akafa. Wacha tuangalie na wewe katika kitabu ya Roman, tuone kama ni kifo inatoka kwa Mungu wala kwa Shetani ama ni kwa mwanadamu. Wacha tuone Roman 5:12. Biblia inasema ya kwamba, wherefore as by one man sin entered into the world. Jambo la kwanza, sin haikuigizwa na Shetani. Sin haijakuja na Shetani. Sin haijakuja na God. Sin, hata Shetani alisin. Hata Shetani alisin. Alifanya dhambi. Hallelujah. Nani alifanya mambo hayo ifanyike? Mwanadamu. Biblia inasema, wherefore as by one man sin entered into the world. By one man. By one man. Kiswahili. Kwa hiyo, kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kama kwa mtu mmoja. Kama kwa mtu. Si kama kwa Shetani wala si kama kwa Mungu. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti. Sababu ya hii dhambi mwanadamu ameingiza ulimwenguni, ikazaa kifo. Kwa hivyo mwanzilizi wa dhambi katika ulimwengu ni man tu. Yule alisababisha kifo kiwe katika ulimwengu kwa watu wote ni man, not Satan, not God, ni man. Wacha tusome Kiswahili. Kwa hiyo, kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Nani alifanya dhambi? Hatuambiwi ni Shetani, na hatuambiwi ni nyoka. Tunaambiwa man, mtu. Number 13. For until the law, sin was in the world. Sin ilikuwa tu ulimwenguni. But sin is not imputed when there is no law. Number 14. Nevertheless, death reigned from Adam, yule aliyeifanya. Sio kutoka wakati yule Shetani alishushwa. Hapana, from Adam to Moses. Ukitaka kujua ni kwa nini Moses, tutaigia wakati mwingine, huo mwingine, kuiangalia sheria. Nayo sheria si unaona pale juu, lakini tutaiangalia hiyo tukiwa tunalenga sheria. Ndio uone nayo sheria kwa nini Musa alifikiwa na kifo. Adam to Moses, even offer them that had not sinned after the similitudes of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Warakini, mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi, ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Kuna kitu hapa nilijua. Kifo hakikuwa na uwezo wala nguvu juu ya mtu. Namba 2. Shetani mwenyewe hangeweza kumuua mwanadamu kama mwanadamu angesikia sauti ya Bwana. So, Satan hana uwezo wa kuua mwanadamu. Hallelujah.
Mwanadamu alikuwa amepewa mamlaka yote juu ya chochote katika ulimwengu kulingana na vile kinajiita na kulingana na vile kinajiona. Mwanadamu alikuwa amepewa mamlaka, lakini mwanadamu alivua hiyo mamlaka yote alikuwa amepewa ndio aweze kupinga hila zote za ibilisi zinazokuja katika maisha yake. Mwanadamu akasimama kwenye mwanya wa kumpinga Mungu, akachukua mamlaka ya Shetani, nayo mamlaka ya Shetani ikamuua. Haleluya! Mamlaka yale mwanadamu alichukua kutoka kwa Shetani ikawa ni uharibifu kwa mwanadamu. Mwanadamu akazaa dhambi, mwanadamu akazaa kifo. Akatatishia watu kupata maafa kwa sababu ya kutosikia sauti ya Bwana, kwa sababu ya kupinga sauti ya Bwana na kula ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Akakosa kuyatimiza mapenzi ya Bwana, nayo kifo kile kilikuwa ndani ya ule mti, na kifo kile tena kilikuwa ndani ya kinywa cha Shetani. Moyo wa Shetani kikamfikia mwanadamu. Si Shetani alisababisha kifo, ni mwanadamu amesababisha kifo. Katika kitabu, katika neno, katika ndani ya Biblia kwingi, mwanadamu alisababisha. Siku ya kesho tutaendelea na kuisoma hiyo James, kwa sababu sijaiguza vyema, ndio tuone ya kwamba kama vile tumesoma Genesis 3, tunaona tamaa ilifanya mwanadamu aingie katika maafa, afanye dhambi ingie ulimwenguni, na baadaye dhambi ikazaa kifo. Tutaona sasa hivi, lakini ni kesho, katika kitabu ya James 1:13 tutaona sasa hivi tamaa wakati inapoingia, kama vile iliingia Adam and Eve, yasababisha nini ndani yetu. Mahali popote tamaa iko, inaondoa Mungu. Mahali popote kuna tamaa, Mungu hapatikani. Mungu hawezi kaa. Mahali popote kuna matatizo ya tamaa, Mungu hawezi. Na ndio ninakuambia, huu ni wakati wa sisi tuweze kutambua Kristo Yesu ndiye aweze kukuja katika ulimwengu. Alikuja ndio afuje tamaa zote zilizo ndani ya mioyo ya wanadamu, na hizo tamaa ndio kifo kile kinakuja kuangamiza mwanadamu na kuzuilia mwanadamu aweze kudominate katika yale yote Mungu aliweza kuhakikisha. Tuliondoa dominion sisi wenyewe ndani yetu, lakini Christ tutaona yeye alikuja kuirudisha ndio tuweze kuwa tena watawala. Lakini hayo tutaiona kutoka kesho kuendelea. Acheni tuombe. Timu yangu imekwisha. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Pokea sifa na utukufu, umejaa upendo na nguvu na mamlaka. Haki yote imetoka kwako wewe Bwana, na ushindi wote Bwana umetoka kwako. Watu wako Bwana Jehova Jire wamesimama katika mwanya, Mungu wetu, na katika mandaganyo mengi ndani ya mioyo yao na ndani ya imani ile wanasema walio nayo.
kwa sababu ile imani imechanganyikana na mambo mengi yale tulifundishwa kwanza, isiyo na msingi wa uungu wa kazi ya Kristo. Tulifundishwa mambo mengine yasiyo na nguvu na mamlaka kutuhusu sisi, ila tu kutupinga sisi, tukawa watumwa katika ulimwengu huu na juu ya vyote vilivyo katika ulimwenguni. Vile Mungu alivyonena na kusema, nimefanya mwanadamu kuwa mtawala wa vitu vyote. Hayo yote tulinyang'anywa kupitia mafundisho isiyo na utaratibu na isiyo na hekima na isiyo na ufunuo. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya kile, ya nafasi ile ulioichukua, ndio mwanadamu aweze kutambua yeye ni nani katika Bwana, yeye ni nani kwako Kristo Yesu. Na sasa hivi Bwana, twaendelea tu kutambua sisi ni wana wa Mungu, wamefunguliwa kutokana na maafa na kutoka katika kifo kile tulikuwa tumefungwa ndani yake. Na kushukuru Bwana, tukiendelea siku ya kesho, twanena utukufu na nguvu na mamlaka yale yatakao endelea na kutawala ndani ya mioyo yetu kupitia neno lako, kwa kulifungua, kulisoma, kuliona na kuliamini. Na wakati tutakapoamini hilo neno, tutakufuata wewe Kristo, sababu wewe ndio mwenye mamlaka. Waliofuata shetani ya kina Adam and Eve, kifo kiliingia ndani yao. Na sisi kwa sababu ya kutambua haya, tutaamini na tukufuate, ndio uweze kuwa uwezo, nguvu, mamlaka, uzima ndani yetu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen.